Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, nafikiri unakumbuka kuwa bunge la Ulaya lilikuwa lina kikao maalum ambacho walikipanga kwa ajili ya kujadili mustakabali wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo kwa sasa, ndugu Tundu Lissu, na wakasema watatoa msimamo wao. Na kweli kikao cha bunge la Ulaya kimefanyika, kikao ambacho kilikuwa na ajenda 6. Ajenda ya kwanza ikiwa ni Tundu Lissu anatakiwa aachiliwe bila masharti yoyote. Yaani ni kuwa wao wameiamuru Tanzania kumwachilia Tundu Lissu huru bila masharti ya aina yoyote ile. Swala hilo hatuwezi kulijadili sana hapa kwa sababu hilo ni swala la kimahakama zaidi na mimi siwezi kulijadili sana. Na ninaomba nieleweke, naongea hapa sio kama mwanasiasa, kwa sababu siasa ndizo zilizoifikisha Afrika hapa ilipofika. Ukiona madhila yote, matatizo yote yanayotokea Afrika ni kwa sababu ya siasa. Kwa sababu wanasema siasa ni mchezo mchafu. Na huu mchezo mchafu umetokana na kamba zile za ukoloni ambazo walitaka kuendelea kulitawala bara la Afrika, wakaamua walete siasa, kwa sababu ndani ya siasa kuna michezo michafu. Na hii michezo nitakwambia ni michezo ya namna gani ambayo watu wa magharibi wanajaribu kutuchezea wa Afrika. Fuatana na mimi hapa. Ndio maana nikasema hilo la Tundu Lissu kuachiliwa mimi sintaliingilia sana, kwa sababu ni swala la kimahakama zaidi, na mimi pia siko hapa kama mwanasiasa, niko hapa kama mwana ukuu wa Mwafrika. Harakati zangu zote ni Afrika yetu, tunaidai Afrika yetu ambayo tumeshaanza kuiona nuru na matumaini ndani ya taifa la Burkina Faso pale kwa mtaalam Captain Ibrahim Traore. Kwa hiyo hilo liko hivyo, lakini ajenda ya pili walioiongea, ajenda ya pili ni kuwa wanaitaka Tanzania iweze kutambua haki za ushoga na usagaji. Wanaitaka Tanzania liwe ni taifa ambalo linatambua haki za ushoga na usagaji. Katika ajenda zao 6 walizojadiliana, ajenda ya pili ni hii, Tanzania iweze kutambua haki za ushoga na usagaji, jambo ambalo Marekani wenyewe wamepiga marufuku, jambo ambalo kuna baadhi ya nchi katika huo Umoja wa Ulaya wamefanya uchaguzi, na kuna baadhi ya vyama katika hizo nchi zinapiga marufuku swala la ushoga na usagaji kule Ulaya. Lakini umoja huo wa Ulaya ndio unaotutaka sisi wa Tanzania au Tanzania, taifa la Tanzania liweze kutambua haki za ushoga na usagaji ati tu kwa sababu wanatupa misaada. Ndio maana ninaelewa sasa ni kwa nini Traore ameamua kuwafungia nje. Ndio maana hili nimelielewa vizuri sana. Na tunashukuru hata pia serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu juzi hapa kulikuwa na ujumbe ambao aliutuma kumpitia mzee Jakaya Mrisho Kikwete alipoenda pale, na ujumbe alioenda nao pale, na akasema kuwa tunataka kuanza kushirikiana kati ya Burkina Faso na Tanzania katika baadhi ya mambo, kwa sababu sasa hivi tukiangalia mataifa ya nje yanapunguza sana misaada kwa nchi za Afrika. Na hii imekuja baada ya Donald Trump, na upande mwingine tunamshukuru sana Donald Trump, kwa sababu bila kufanya hivyo tusingeweza kupiga hatua wenyewe, kwa sababu kumbuka namna ambavyo ukoloni umekuwa ukichora au ikipicha hii Afrika. Wamekuwa wakiongea kuwa Waafrika ni wajinga, hawawezi kujitegemea, ni bara ambalo ni watu wake hawajakomaa akili, bila misaada hawaendi, bila mikopo yetu hawaendi. Ndio maana uliona pale Burkina Faso Traore alikuwa anaongea hiki kitu, akasema kuwa Wafaransa wanatuambia hamwezi kujitegemea wenyewe, ni masikini. Tukiwaambia ondokeni hawataki, wanataka waendelee kubaki ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini kumbuka hapo wametuambia sisi ni masikini. Sasa tukagundua kuwa ni kwa sababu tuna utajiri ardhini hapa. Utajiri upo, madini yako hapo, dhahabu iko pale, uranium iko pale, madini ya phosphate yako pale, madini ya zinki yako pale, madini ya almasi yako pale, na madini aina mbalimbali pamoja na mafuta kwenye taifa hili la Burkina Faso. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho sasa wamekuwa hivyo. Kwa hiyo kwa sababu ya misaada ambayo wanatuletea, ndio maana wanataka watuamulie wao, wawe ni sauti yetu sisi ya wanachokipanga kule, sisi tuweze kukifanya
kuifuata. Ndio maana hiyo. Lakini hebu tuongee tu kweli. Kwanza, maadili yetu ni ya Kiafrika hayakubaliani na hilo jambo. Lakini ukiacha na maadili ya Kiafrika, tuna dini huku. Kuna dini ya Kikristo, dini kubwa, na dini ya Kiislamu na dini zingine. Lakini pia hata watu ambao hawaamini katika dini wanaamini, kwa sababu kuna watu ni atheist ambao hawaamini kuwa kuna Mungu. Hata kuna watu wakwambia sisi tunaamini katika nature. Mfano mdogo, tuna vijana wale wanajiita wachokonozi, wao wanakuambia wanaamini katika nature, hawaamini katika dini. Na wao pia vile vile ukiwauliza swala la ushoga mnalionaje, je, Tanzania kweli iwe ni nchi ya mashoga? Na wao watakwambia hapana, kwa sababu sio maadili yetu, na nature pia vile vile inakataa. Lakini swali linalokuja hapa, ndio maana nikasema mtanisamehe, mimi siongei hapa kama mwanasiasa, ninaongea kama ukuu wa Mwafrika anayefanya harakati za kutaka Afrika tuweze kujitegemea wenyewe, kwa sababu ukweli ni kwamba Afrika haihitaji Ulaya. Hatuhitaji Ulaya sisi, wala hatuhitaji taifa lolote kutoka nje. Tunaweza tukajitegemea wenyewe, ila wao ndio wanatutaka sisi, kwa sababu tukikata hizi kamba zote ambazo wameziunganisha kutoka kule, hizo kamba za ukoloni, minyororo ya ukoloni walioiunganisha Afrika, tukiikata hiyo minyororo, watakaopata shida sio sisi, ni wao ndio watakaopata shida. Kwa matokeo yake ni kuwa, ndio maana naona mataifa mengine yameanza kugeukia kwenye mataifa ambayo yanafanya urafiki wa kweli na ushirika wa kweli na sio unyonyaji, kama ambavyo mataifa ya Ulaya yamekuwa yakifanya na kuendelea kutuamulisha ni nini cha kufanya, as if sisi ni misukule ambao tunahitaji kufuata oda kutokea kwao. Sasa swali lingine ambalo nataka kuliuliza kama mwana Afrika, sio kama mwanasiasa, maana kama nilivyokuambia kuwa siasa ndani yake wanasema ni mchezo mchafu. Ndani ya siasa kuna demokrasia, ndani ya demokrasia kuna haki za binadamu, na ndani ya haki za binadamu ndio tutambue sasa kitu ambacho Ulaya, sasa bunge la Ulaya linapiga kelele kwamba Tanzania inatakiwa itambue haki za mashoga na wasagaji. Ndio maana yake. Sasa swala hili linakuja, ni siku ambayo wamepanga kuwa watajadili mustakabali wa huyu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, alafu hapo ndipo wanapokuja kutoa mwongozo kwamba, yani hii siku ambayo wamejadili, ajenda ya kwanza ikiwa ni kuiamuru kabisa Tanzania imwachilie huru Tundu Lissu bila masharti yoyote. Tumesema hilo hatuwezi kuliingilia sana kwa sababu liko huko kwenye mahakama, na mambo mengine haki tunaamini itafuata mkondo wake. Lakini siku hii ambayo wanajadiliana kuhusiana na Tundu Lissu achiwe huru, ndio siku wanaipiga oda Tanzania kuwa Tanzania inatakiwa itambue haki za ushoga na usagaji. Swali linalokuja, au swali tunalojiuliza Wanaafrika, tunajiuliza, je, pengine Tundu Lissu ana mahusiano gani nao, ambayo mahusiano haya pengine amewaahidi kuwa mimi nikishaichukua nchi ya Tanzania na mimi nikawa rais, nyinyi msijali kabisa, kwa sababu swala la ushoga pale mimi nitawaruhusu kabisa, na hizo haki za binadamu zitaendelea vizuri kabisa, kwa sababu tumewahi kusikia sauti ambayo inasikika ni sauti ya Tundu Lissu akiongea hivyo, ingawa wale ambao ni wafuasi wake wanakataa, wanasema hapana, ni watu hizo ni sauti tu, watu wameigilizia. Lakini tuliwahi kumsikia Tundu Lissu akisema kuwa privacy ya mtu ndani kwake huwa haingiliwi. Jamani, ni ukweli kabisa. Hata ukisema privacy ya mtu ndani kwake haingiliwi, inakaaje? Mbona huyu mtu ndani kwake akiua mtu huwa anashtakiwa? Mbona huyu mtu ndani kwake huko akiwa anavuta bangi, lakini akijulikana kuwa huyu bwana anavuta bangi na huku ndani watu wanaingiaga na wauzia bangi, mbona anachukuliwa na atuseme kuwa hiyo ni privacy ya mtu? Kuna vitu vingine hapana. Kuna vitu vingine hapana. Ndio hizi habari zimekuwa zikitembea mitandaoni kuwa hawa wanafadhiliwa na watu wa magharibi kutaka kuvuruga amani ya nchi. Na nimesema siongei kama mwanasiasa, na hili hamjanisikia mimi nikiongea chochote kile. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Mimi niko busy na Afrika huko Burkina Faso, lakini hamjasikia, ila kwa hili imebidi niliongee. Na haya mambo yanayoendelea, watu wakisema kuwa Tundu Lissu ni mtu ambaye anatumiwa na watu wa nje kutaka kuvuruga amani ya taifa hili la Tanzania. Je, na yenyewe tuseme ni ukweli au tuseme nini?
kwa sababu siku ambayo Ulaya wanajadiliana kuipiga oda Tanzania kuwa iweze kumwachilia Tundu Lissu bila masharti yoyote, ndio siku ambayo wanataka Tanzania iweze kutambua haki za ushoga na usagaji. Je, kuna ajenda gani nyuma ya? Ndio maana nikasema hapa tuongee tusiongelee kisiasa, tuongelee ile kiafrika zaidi. Kuna ajenda gani nyuma hapa ya? Kuna sauti zingine zimekuwa zikisikika ambazo ndivyo hivyo, na ninaamini kabisa, na kama nilivyosema, tunaamini kuwa haki itatendeka kwake, lakini kuna hiki kitu ambacho walikuwa wanasema no reform no election, na watu wengine wakakitafsiri kitu hiki kuwa ni kitu kibaya, kwa sababu mwisho wa siku watu wanaanza kuchochea ghasia na vurugu kuwa uchaguzi usifanyike, kwa sababu wanaposema no reform no election, manake uchaguzi hautafanyika, na wanaongea maneno mazuri ambayo yanaonekana kabisa ni watetezi, lakini sasa kuna vitu tukubaliane, kuna vitu havikai sawa. Kuna vitu vimekaa kisiasa zaidi. Yaani pamoja na kuwa wanayoyaongea yanaonekana kabisa ni utetezi kwa taifa la Tanzania, lakini kuna vitu ndani yake havikai sawa. Sisi kama Waafrika tunaoangalia kwa jicho la mbali, tunaona hivi vitu haviko sawa. Tunaona haya mambo hayako sawa. Ndio maana kwa swali tunalojiuliza, baada ya siku ambayo bunge la Ulaya likasema litatoa tamko kwa ajili ya hatima ya Tundu Lissu, na wamekutana wakaipiga oda Tanzania kuwa imwachilie Tundu Lissu bila masharti yoyote, na hapo hapo wanasema tena Tanzania ijali haki za ushoga na usagaji. Sasa swali tunalojiuliza, kuna ajenda gani nyuma ya kati ya Ulaya na Tundu Lissu? Ndivyo hivyo, na wewe nikuulize ndugu yangu, utatuachia mawazo yako kwenye comment hapo, kuna ajenda gani? Na kwa kumalizia, mtu yeyote anayetaka amani ya nchi ya Tanzania itoweke, huyu mtu tumkatae kwa nguvu. Mimi naomba tuniwaambie hivyo, kwa sababu ndugu zanguni, kukosa amani ni jambo baya sana. Hapa nimekuwa nikiripoti matukio yanayoendelea katika taifa la ndugu zetu hapa Wakongomani. Hawana amani, kuna makundi mbalimbali ya kigaidi humo yameingia, lakini mambo haya yote yalianza na siasa. Nyuma kabisa kule, baada ya kuuawa Patrice Emery Lumumba, wakaingia wanasiasa ambao wakaanza sasa, mambo hayaendi, vitu ni vya hovyo hovyo, mambo. Ndio maana unaona Kongo imefika pale ilipo sasa hivi. Kwa hiyo tusikubaliane, kwa sababu sisi Tanzania tumekuwa ni kisiwa cha amani, ambacho kisiwa hiki cha amani kimekuwa kikisaidia mataifa mengine kuwapatia amani. Lakini leo hii tukaona mtu anataka kuleta taharuki ndani ya Tanzania. Huyu mtu tukatae, tusimkubali. Ninajua kuna watu wengi watakuja hapa waanze kutukana, waanze kuniongelesha vibaya, lakini ukweli ndio huo, amani ni kitu cha msingi sana sana sana. Asanteni sana, ninawashukuru.